Okay, ndio mheshimiwa, unaweza kujitambulisha? Kwa majina naitwa Nalvumu Kibambala Mwamiwenjuki, coordinateur wa ile politiki ya VDP mu province yetu ya Sud Kivu. Bwana mtangazaji, ndio leo tumekuja kutembelea kuweza kujua hali halisi jinsi ilivyo kwenye milima ya nyanja za kati na nyanja za juu ambapo mko mnapigana mpaka kwa sasa, na habari ambazo zilikuwa zimezagaa kwenye mitandao kwamba Mheshimiwa Jenerali Ngoma Nzito amepigwa risasi, na tumewatangazia hapa tena kwamba habari hizo kuwa ni za uongo. Leo tumekutafuta, labda tungetaka tujue mwangaza ya vita kwa sasa huko kwenye milima inayoinukia Uvira na Fizi huko Mwenga. Bwana mtangazaji, hali ya vita kwa leo huko plateau ya teritwari ya Fizi, Uvira, Mwenga tunaendelea kuimarika kabisa bila shida yoyote, na tuambie raia wote wa Kongo ya kwamba hii nchi ni Kongo na hii nchi ni nchi yetu, tutaipigania hadi kizazi kwa kizazi, na hatuna woga wa nyakati na hatuwezi babaika na hatutishwi na adui yoyote ambaye atatoka Rwanda na walie wake wote. Nikwambia ya kwamba adui alitante kuja kuatake mapozisio zetu Rugezi, Kabanja, sehemu za Rulenge, lakini tulimrudisha kwa kasi kubwa sana na alipata perte kubwa sana, na alisikia ya kwamba kuna vijana ambao hawako vijana wa kawaida. Hapana bwana mtangazaji, yapata miaka 10 sasa tuko tunapigana na yule adui sehemu ile, ijapokuwa adui ameshaongezeka. Zamani tulikuwa tunapigana na Twigwanyeho, Android pamoja na Red Tabara. Cette fois-ci kumeshakuwa RDF, kwa sababu kuko ile force special ya Rwanda, pamoja na hawa wengine wa M23 ambao wanakamatwa, lakini tuko imara na tulisimama imara na kazi ilifanyika, kwa sababu hatuna sehemu nyingine ya kwenda na hatuna wakati wa kusema kwamba tutaachia adui njia aende wapi ili atupeleke wapi na ili tuende wapi. Kwa hiyo tulisema ya kwamba msimamo ni ule ni kupigania nchi yetu mpaka kieleweke. Bwana mtangazaji, kuhusu swala la kamanda Jenerali Ngoma Nzito ambaye mzalendo ya kwamba amefariki, hiyo ni uzushi mtupu tu, hizo ni rimere za adui. Nitakukumbusha ya kwamba hata vile waliwahi kutangaza kwamba mzee coordinateur mzee William Yakutumba yeye pia amefariki, lakini yuko hai. Yuko hai. Wengi walisema kwamba tujaona video yake, na wazo juzi hapo waliona video wakati alikuwa kwenye operation ya kutoa makamba kwenye barabara ya RN5. Na vile kiongozi Ngoma Nzito yuko hai, yuko kwenye uwanja wa mapambano huko juu akitetea nchi yake na hana woga wowote na hababaiki. Na fikiri ya kwamba video pia waziona yuko Kabanja na anaendelea kuimarika tena na imarika zaidi, kwa sababu ni muda mrefu anazoea hiyo mambo ya propaganda ya adui kusema kwamba amekufa ili kutaka kupoteza equilibre ya mashabiki au raia ambao wana ile tumaini ya kwamba sisi wazalendo tunafanya kazi. Bwana mtangazaji, kwa hiyo niwaambie ya kwamba yupo imara na yupo ngangari, yupo kwenye kazi ya kutetea nchi yetu. Bwana mtangazaji, ndio hilo swala unasema kwamba adui anaendelea kujiongeza huko kwenye milima ya juu ambapo Mheshimiwa Ngoma Nzito yuko kwa sasa. Unaona kwamba akiendelea kujiongeza anaweza kuwazidi nguvu? Hakuna wakati wowote adui ashawahi kuzidi nguvu wenye nchi, watoto wenye nchi, hapana, kwa sababu hata mababu zetu huwa wanafufuka na wanatusaidia kwa kupambana vita. Bwana mtangazaji, hata mama zetu huwa wanasimama na kutusaidia kupambana vita. Bwana mtangazaji, ni kweli adui iko naongeza nguvu, iko naendelea kujirenforce kutoka Kaziba, anapitia Rurambo, anakuja moja kwa moja Rubuga, anakuja hadi Kashongo, na wengine wanavuka Muramvya, na wengine wanakuja Mikenge, vile wanaingia mpaka Minembwe, na kila siku ndege iko natua mara 3 Minembwe, kitoka Kavumu ikileta vifaa ikileta nini, lakini hatubabaiki na hatuna woga wa nyakati, kwa sababu tuna nguvu ambazo zitapambana na yule adui.
maana adui tunajua ya kwamba hii siyo nchi yake, ni adui mvamizi, na sisi watoto wa nchi hatutatoka na hatutaenda sehemu yoyote, tuko naye bega kwa bega, bwana mtangazaji. Kwa hiyo wa diaspora wote wategemee nini kwenu? Kwa sababu ukiangalia wameanza kuzungumza kwamba wamechoka na FARDC, kwa sababu kila muda wote wanarudia nyuma. Ukiangalia vijiji vingi ambavyo vimekamatiwa huko, wazalendo walikuwa wanajitoa kupigana, lakini wanarudishwa nyuma na wanajeshi. Kwa hiyo unaambia nini wa diaspora wote ambao kwa sasa wanakutizama? Nitaambia diaspora wetu ya kwamba waimarike, wajipe moyo, wajisikie ya kwamba wana vijana ambao wanafanya kazi, na wajisikie nguvu pia, kwa sababu adui yeye yupo mwingi lakini hana nguvu, na wanaokupa nguvu ni wale watretre, na wengine watretre wako kwenye diaspora wanaendelea nao kuwapa adui nguvu, lakini tuambie kwamba wazidi kuwa nyuma yetu sisi wazalendo na jeshi letu la FARDC, kwa sababu ndani ya FARDC kuna wanajeshi ambao ni wapatrioti ambao wako wanafanya kazi vilivyo. Tuko na unité spéciale ya Ibu Serpent Noir, wale ni vijana machachari ambao wanafanya kazi kama ilivyo, na sisi kama vile wazalendo bado tupo na tupo imara. Kwa hiyo wakati tunapoambatana na ile unité spéciale ya Ibu tunafanya kazi kama ilivyo. Niwaambie ya kwamba wazidi kupambana nao na diplomasi, na wazidi kumuona hata rais wetu wa nchi kumuonyesha mambo kadhaa wa kadhaa, labda kunakuwa mapungufu fulani kwenye champ de bataille, lakini wao ndio kazi yao sasa kufanya diplomasi. Sisi huku tunapambana, nao wanafanya diplomasi. Na diaspora tunaiambia ya kwamba bado huku tuna vijana, na wakati tutasikia tunazidiwa, tutawaomba rafuru, kwa sababu nyinyi diaspora ni akiba yetu ambayo na nyinyi mtakuja kupigana badala yetu, bwana mtangazaji. Twende kwa swala la dialogi ambayo inaanza hivi karibuni. Hilo ni swala ambalo hatakuwa tunaweka, kwa sababu ambayo umezungumza ya diaspora ya kuomba msaada kule. Kuna mazungumzo ambayo inaandaliwa na kuna radio ambazo zimeweza kutangaza kwamba ambao wataparticipate ni vikundi ambao wataparticipate ambao wataparticipate kwenye hiyo dialogue ni watu 19, na katika watu 19 wote wamesema kwamba watakuwa sawa sawa. Ku gouvernement congolais kutatoka 30%, opposition kutatoka 30%, ku maparti politique, kuma regroupement ya SNCC ama wakatolika kutatoka 30%, na wanasema kwamba ngambo ya waasi nao pia kuko vipande ambavyo vitashiriki, lakini nyinyi wazalendo hawajawataja. Kwa hiyo nyinyi hamtashiriki kwenye mazungumzo hayo wakati mko unapigania nchi. Bwana mtangazaji, hilo swala ni nzuri sana, na ngoja nitoe mwangaza kwa wakongomani wote na vile vile ambao wanapatikana nje ya nchi na ndani ya nchi. Niwaambie ya kwamba yule ambaye anaweza kusahau kazi ambayo sisi wazalendo tunayoifanya, kazi ambayo sisi vijana ambao tulijitolea kwa moyo mkunjufu tunayoifanya usiku na mchana, huyo mtu wamkamate na wamfungie jiwe kwenye shingo lake na waende wakatupe ndani ya bahari azame kule, kwa sababu tulifanya kazi ya mimi. Kuna vijana ambao wameshafia nchi, kuna vijana ambao wamepasuka vichwa, kuna vijana wamekatika mikono, kuna vijana ambao wana majeraha, kuna vijana ambao tumeshapoteza juu ya kupigania hii nchi. Na leo ikuwe kusema ya kwamba hatutapatikana sisi kwenye ile dialogue, jamii itauma sana. Na niseme ya kwamba sisi ni watoto wa nchi, ni lazima tutaparticipe na sisi, kwa sababu tujue nini kinachoendelea mle kati, kwa sababu Eglise Katoliki haiko napambania hii nchi kutuzidi. Senko ndio Eglise Katoliki, opposition haiko napambania hii nchi kama sisi, na ile opposition iko ngambo ya adui, tunajua vizuri sana. Wale wengine ambao umetajataja hawajapambania hii nchi kama sisi wazalendo.
Sisi wazalendo ndio tunapambania hii nchi, na sisi ni lazima tuwe mstari wa mbele, kwa sababu sisi ndio jicho la raia, na sisi ndio ambao tupo imara, tuko ngangari. Kwa sababu wale wengine wanaweza fika kule wanakula rushwa, wanaenda angusha nchi kwenye dialogue, lakini sisi tutakuwa imara, na mpaka hivi tuko imara. Na sisi bwana mtangazaji, hatuna shida yoyote na jeshi letu la FARDC, hatuna probleme yoyote na rais wetu Felix Tshilombo. Hapana, tuko nao bega kwa bega, nyuma pamoja nao. Lakini yule ambaye atatusahau sisi, tutakuwa mwiba ndani ya viato vyao. Yule ambaye atatusahau sisi wazalendo, tutakuwa mwiba mkubwa sana ambao utakuwa ndani ya viato yao, na tutawasumbua sana, na mpaka dunia itajua ya kwamba ni kweli sisi ni watoto wa nchi na sisi ni wazalendo. Bwana mtangazaji, asante. Turejee hapa Uvira, kuna kuwa na hali ya ukosefu wa usalama kila leo. Unasikia watu wanaanza kutaja kwamba bora tungeishi na M23 hapa kuliko kubaki na wazalendo ambao wanaendelea kusumbua watu, kupiga risasi kiolela, hata kunyang'anya simu za mkononi. Coordinator, hiyo inazungumzia nini kama vile mzalendo ambaye haujakuwa na doa mbaya katika jiji la Uvira? Bwana mtangazaji, ni kuambia ya kwamba kwenye wazalendo kuna wavre wazalendo na wafo wazalendo, na wale wazalendo ambao wavre sasa hivi wote wanapatikana ndani ya Shade Bataye Muho Plateau, wakipambana na adui, na wengine wakibloke njia ya adui, na wengine mpaka hii leo wanategatega manjia fulani juu ya kupambana na adui. Na wale wafo wazalendo bado wanazagazaga mtaani, ambao hawana kitu chochote. Tangu zamani walikuwa na nia ya kuiba watu, tangu zamani walikuwa na kidnape watu. Sasa kwa wao wanajua ya kwamba kuna wazee wazalendo ambao wako wanapambana ile namna ya kwenda kuiba watu, kwa kidnape hawana namna, ndio maana wanaingia mtaani na kwanza kuiba masimu na kupiga masasi kiolela, kwa sababu mpambanaji wa mzalendo ambaye anayepambana na M23 usiku na mchana hawezi toa risasi yake ovyo ovyo, anaitoa kisha ona adui na avec precision. Lakini wao wengine wenyewe wanapiga masasi huko Muvira, wale sio wazalendo ndugu yangu, wale ni wafu wazalendo, ni watu ambao wana ingine mlengo, kwa sababu mtu ambaye ana mlengo wa kupambana hawezi kufanya hivi. Na ndio maana ilifika wakati General Mamazito hata mzee William Yakutumba walisema kwamba tutaunda tume kubwa ambayo ya wafure wazalendo pamoja na jeshi la FARDC kufanya peme ili kuanza kusaka wale wafure wazalendo, kwa sababu wale ndio wanaleta chachu na wale ndio wenyewe wanasumbua raia hapa Uvira. Na nikwambia kwamba wengi waisha kuwa identify, na sasa hivi wataanza kamatwa ndio na kufurushwa vizuri. Na sasa hivi tuko na plan B ambayo tunataka tuipange ili kuleta usalama, ili raia itulie, kwa sababu wakati sisi tunaenda kule kufro, tunaacha jamaa zetu hapa zitulie kwa amani, wamama wafanye uchuruzi, wengine waende churuza, waende Dubai, wengine waende wapi, na walete chakula ili watoto wakule na amani. Tunajua tuko kufuro, tunaacha watoto hapa kwa amani. Sasa wewe unabaki uko unapiga tena masasi. Tuko kufuro kule tunasikia na masasi zinalialia, huku kunyumba jamaa ziko zinatupigia simu, huku ni masasi na huku hakuna adui. Wewe ni masasi. Tumesha identify kila komanda wapi kwenye anaishi ili kufanya onyo la mwisho. Tukisikia risasi nalia pale kwenye wewe komanda unadhibiti, tutakuuliza hiyo risasi ni ya nini? Umeona adui? Hapana. Kesho tunalamkia, tunakukamata na tunakuweka ndani. Na vile kuna wanajeshi wa FARDC ambao vile wale wa Gepard nao wako wanapiga masasi kiolela, nao hivyo operation ya kuwasaka ni lazima nao wasakwe pamoja na wale wabandi wote, wasakwe na waweke ndani. Na isitoshe bwana mtangazaji, kuko na wengine wazalendo ambao sio wazalendo, hapana, ni wabandi wenye M23 iliacha na kreye kaacha humu Muvira. Wabandi ni wabandi, wana silaha nao wako humu Muvira, swandi zao wanajivika ngozi ya kondoo, kumbe ni mbwa mwitu.
kama ni wazalendo, nao hivi tuko tunawafanyia kazi, nao watakamatwa, na wengi wao wameshakamatwa hivi, wako ndani baroni na wataadhibiwa, na wengine wako wanapelekwa Kinshasa, tuko tunawakamata, wako wanapelekwa Kinshasa, wataenda kujibu huko kwenye mahakama makuu. Ndio maana tunasema raia wa Uvira watulie, Wavre wazalendo wako kufro na wako wanawapigania, na wafo wazalendo ndio wako wanabaki, wako wanawatesa. Kwa hiyo sisi kama vile wakuu viongozi wa wazalendo tutakamata mpango wa kuwasaka na kuwashika na wote kuwapeleka ndani ya mahakama ili wajibu makosa yao. Bwana mtangazaji, neno la mwisho kwa raia wote wa Uvira. Neno la mwisho kwa raia wote wa Uvira, pia kwa raia wote wa province yetu ya Sud Kivu, pia kwa raia wote wa Kongo na diaspora, ni kuambia ya kwamba tuwe imara. Hii nchi ni nchi yetu ya Kongo, hatutabanduka, hatutaenda sehemu yoyote. Adui akuje kwa njia moja, atarudi kwa njia 7. Adui ajipange namna gani, na sisi tuko imara. Tuna bado 7,000 ya vijana ambao hawajapigana, bado wako imara, na ambao hawawezi kupigia adui magoti ya kwamba wajisalimishe kwake. Bado wapo na bado wanaendelea kufanya kazi. Mhoplato mko mnawasikia kazi wako wanaifanya, ikiwa Rugezi, ikiwa Kabanja, ikiwa Pwezero, ikiwa Kipupu, ikiwa Masango, ikiwa Rurambo, kule kote, ikiwa Mwenga, Nord Kivu, Kalehe, mpaka sehemu zote, bado tuna vijana ambao wanafanya kazi na wataendelea kupigania nchi yetu, na tuko imara, tuko nyuma ya jeshi letu la FARDC, kwa wale ambao wapatrioti. Lakini wale wote ambao wanaonekana ni watretre watakufa na hawatapata dawa.